tuanzie hapa nchini Kenya. Jana kulikuwa na mechi ya ligi kuu ya soka kati ya watani wa jadi FC Leopards na Gor Mahia, na baada ya mechi hiyo Gor Mahia walichomoza na ushindi wa bao 1-0, na sasa wameendelea kuchana mbuga katika msimu wa ligi. Mpaka sasa wana alama 61 huku FC Leopards ikiwa na alama 55, na inavyoonekana ni kwamba kwa mechi chache zilizosalia FC Leopards watakuwa na kibarua cha kushinda ligi msimu huu. Mashabiki wa FC Leopards walikuwa na matumaini sana ya kushinda ligi kuu nchini Kenya baada ya muda mrefu. Hakika. Sasa inaonekana matumaini yanaenda yakididimia. Matumaini yanakatika kwa sababu iwapo ungeshinda mechi ya jana, basi matumaini hayo yangeongezeka, lakini kwa namna mambo yalivyo itakuwa ni muujiza, ni kama kusema mende kuangusha kabati. Na Victor Abuso. Kule Rwanda kunaendelea mashindano ya mchezo wa wavu kwa taji la klabu bingwa barani Afrika kwa upande wa wanaume. Klabu tatu zikiwemo Nemo Stars ya Uganda, KPA na GSU za Kenya, na timu zote 4 za Rwanda zimefuzu katika hatua ya muondoano ya 16 bora ambayo itaanza kuchezwa wiki hii. Kocha wa Nemo Stars Godfrey Okumu, baada ya klabu yake kushinda Black Rhinos ya Zimbabwe 3-0, alikuwa na kauli hii: mechi ya leo ukiwa wewe ni mshabiki utaona nilikuwa gemu rahisi, lakini kwetu sisi ilikuwa gemu ngumu, kwa sababu seti mbili za kwanza tulijaribu ku block mpira lakini hatukuweza, lakini baada ya seti ya pili kwenda kuisha hivi block zetu zikaanza kufanya kazi, na ndio maana tumefaulu kirahisi kwa hiyo seti ya tatu. Nayo klabu ya Tanzania Prisons imeondoka katika mashindano hayo baada ya kufungwa na KPA ya Kenya kwa seti 3-0. Musa Shaban naye ni kocha wa Tanzania Prisons. Game leo kiukweli ilikuwa sio ngumu sana, ilikuwa ni nyepesi, lakini tulikuwa na makosa mengi, nimepekea wapinzani kupata seti zote tatu. Tulikuwa na makosa mengi kwa kweli, kwa upande wa blocking, upande wa defense ilikuwa sio nzuri, upande wa hata attacking ilikuwa sio nzuri, tofauti na mechi zilizopita. Na huyo ni Musa Shaban, kocha wa Tanzania Prisons, alipozungumza na mwandishi wetu wa michezo Jason Sagina ambaye anafuatilia mashindano haya huko Kigali. Na mwanariadha wa Kenya Sebastian Sawe ameandikisha historia baada ya kuwa mwanariadha wa kwanza kukimbia na kumaliza mbio za marathon za London kwa chini ya saa 2.